Ndugu zangu wazazi, kazi ya mzazi ni kusimamia malezi ya mtoto. Kazi ya mzazi ni kufuatilia kwa karibu malezi ya mtoto. Wazazi tumekuwa na changamoto. Jukumu la kulea tumemwachia mwalimu. Jukumu la kumfuatilia mtoto tumemwachia mwalimu. Na jukumu la usimamizi lote tumemwachia mwalimu alifanye. Kumbe jukumu la kulea, kusimamia na mambo mengine ni jukumu la mzazi. Mwalimu jukumu lake sio kumnunulia uniform mwanafunzi. Mwalimu jukumu lake sio kumletea chakula mwanafunzi. Mwalimu jukumu lake sio kumlipia ada mwanafunzi. Mwalimu kazi yake ni kufundisha. Sisi Chama cha Mapinduzi tudaiwe tu upungufu wa walimu, tuwaletee walimu, lakini kazi ya mwalimu ni kufundisha. Sasa changamoto ipo kwa wazazi, na mimi niwaambie wazazi wenzangu, kwa kweli changamoto iliyopo ya kimaadili na kimalezi imekuwa ni jambo mtambuka. Naombeni sana kwa wazazi wa wanafunzi wa form 6 mpaka form 1 tubadilike, tufuatie kwa karibu maendeleo ya watoto wetu. Amerudi likizo, fuatilia maendeleo yake kupitia yeye mwenyewe, fuatilia maendeleo yake kupitia mwalimu wake wa darasa, fuatilia maendeleo yake kupitia mwalimu wake wa taaluma, fuatilia maendeleo yake kupitia mkuu wa shule. Ukifanya hivyo utakuwa una network nzuri kati ya wewe na mtoto wako. Sasa hivi hali ya malezi imekuwa mbaya. Mabadiliko ya sayansi na teknolojia yanachangia katika kuvuruga vizuri na kuvuruga vibaya. Sasa niwaombe ndugu zangu wazazi, katika changamoto ya malezi, na wengi tunaamini malezi na ulinzi mkubwa unapaswa tu kumlinda mtoto wa kike. Kumbe sasa hivi mambo yamebadilika. Sasa hivi pamoja na kumlinda kwa karibu mtoto wa kike, sasa hivi ndugu zangu wazazi, tuongeze nguvu ya kumlinda mtoto wa kiume. Hali ya watoto wetu wa kiume pia ni mbaya. Fuatilieni vizuri. Tunaanza sasa kupata kizazi cha watoto wa kiume waliochangamka vibaya. Kwa kweli tushirikiane, tushikamane. Kuna mambo hayaendi sawa, walimu wapo kwa ajili ya kuwasikilizeni, lakini mambo yale ambayo tunatakiwa tuwajibike kwa wakati. Tusimwachie mwalimu jukumu lake sio hilo. Afanye kazi ya kufundisha, afanye kazi ya kulea na kusimamia maadili ya mtoto. Hiyo sio kazi peke yake, japo anawajibika, lakini asilimia kubwa wewe mzazi una wajibu huo.